Ndugu wapendwa, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi awaongeze hawa watumishi wake aliowateua kwa daraja ya upadre mapaji yake ya mbinguni. Tayari kupitia mapadri kuelekea mkono. Tuombe kutulia. Wanaongea mtulie.
kutulia. Tu katika sala tutulie. Tusimame wote. Uwe nasi Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, wewe uliye asili ya hadhi ya mwanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote wanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani wawapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika Agano la Kale kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu, na ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako, uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata ukaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko makasisi wa kutosha kutoa sadaka za hemani, ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja, ukidhi hadhi inayolingana kwa mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, yani Yesu, aliye mtume na kuhani wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na ndoa, na akawafanya mitume wake, uliowatakasa katika ukweli, washiriki utume wake.
Hao nao aliwaongezea waandamizi na kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunaomba Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. Baba Mwenyezi, tunakuomba uwape hawa watumishi wako hadhi ya upadre. Utie upya moyoni mwao roho wa utakatifu. Wasimamie kazi ya daraja ya pili ambayo wamepokea kutoka kwako, Mungu, na kwa maisha yao wawe mfano wa maadili. Wawe wasaidizi wetu wema wa daraja yetu, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yao kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi wawe wagawaji waaminifu wa mafumbo yako, kusudi taifa lako liumbwe upya kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa mara ya pili, na lilishwe altareni pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Wawe daima na ushirika nasi, Bwana, kwa kuishi huruma, kwa kusihi huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwao, na pia kwa dunia nzima. Na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lililo moja tu, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Baada ya sala ya kuweka wakfu, ni dhahiri sasa na mapadri wapya watatu watavikwa sasa na mapadri wasimamizi wao mavazi ya daraja na hadhi ya kipadri. Stola yao ambayo iko imejibeta kutoka kushoto kwenda kina cha kulia itawekwa tisti, na baada ya hapo watavikwa kasiula. Kwa wakati huu tunaona mapadri wasimamizi wao wakiwajibika kufanya na wanao furaha kuona sasa stola imewekwa tisi. Wanasubiri sasa kwa hamu kuvikwa kasiula na mapadri wasimamizi wao. Wanatabasamu kweli kweli. Baada ya kuvikwa mavazi rasmi ya daraja la upadri, watajongea mmoja mmoja na kupiga magoti bila mashama askofu. Watapaka mafuta ya krisma katika viganja vya mikono yao. Bwana Yesu ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka.
Bwana Yesu Kristo, ambaye Baba yake alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka. Mojawapo ya kazi maalum za padri ni kuadhimisha ibada ya misa kila siku. Kwa sasa mapadri wetu watapokezwa Pokea dhabihu kutoka kwa watu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya. Patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Pokea dhabihu kutoka kwa watu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya. Patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Pokea dhabihu kutoka kwa watu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya. Patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Kwa sasa Mhashamu Askofu atawapa salamu za kuwapongeza